بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Safar mwaka 1443, katika darsa ya risala usul السنة الإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى، ترفقيا قول المصنف رحمه الله قال: وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال الشارح حفظه الله: قوله وألا نقول، أي من أصول وعقيدة أهل السنة والجماعة ألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر. katika misingi ya aqida ya ahlu sunnati wal jamaa ni kuwakhalifu khawarij. Bimaana ahlu sunna hawasemi kuwa anayefanya dhambi katika madhambi makubwa ambao ni chini ya shirkun akbar na kufrun akbar kuwa atakufuru. Hii ni kauli ya khawarij. Anayefanya dhambi katika madhambi makubwa kwa khawarij ni kafir. Ama ahlu sunnati wal jamaa hawaitakidi hivyo, bali anayefanya dhambi katika madhambi makubwa atabakia kuwa ni Muislamu aliye na upungufu katika imani yake. والخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمانه. خوارج ni watu waliotoka dhidi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika zama zake, wakanu ma'a sahabati, na aslan khawarij walikuwa pamoja na masahaba. فحملوا القرآن على غير تأويله وحملوا النصوص التي وردت في الكفار وجعلوها على المسلمين فكفروهم. lakini khawarij wao wakaibeba Qur'an kwa tafsiri isiyokuwa yake, wakachukua nusus za Qur'an zinazozungumzia makafiri wakaziweka kwa Uislamu wakawakufurisha. waqalu, wakasema man irtakaba kabiratan fahuwa kafir, wakasema mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa basi huyo ni kafiri, ametoka katika Uislamu. Kwa hivyo hii ndio itikadi ya khawarij, kuwa anayefanya dhambi katika madhambi makubwa ametoka katika Uislamu. وتجمعوا في قرية في العراق يقال له حروراء، kisha wakakusanyika katika kijiji kule Iraq kinachojulikana kwa jina Harawra. ولهذا يقال لهم الحرورية، kwa sababu hiyo wakaitwa pia na jina hili al-Haruriyya. Kwa sikizi al-Haruriyya ni hao al-Khawarij. ومن عقيدتهم تكفير المسلمين بالمعاصي،
na katika itikadi yao khawarij wao huwakufurisha waislamu kwa maasi. Yaquluna wasema man fa'ala al-kabirata kafara, mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa atakufuru. Fa idha zana kafara wa idha shariba al-khamra kafara ومن تعامل بالربا كفر ومن أكل الرشوة كفر ومن عق والديه كفر ومن قطع رحمه كفر وهكذا فيستحلون دمه وماله. وسمع anayezini aisabika amekufuru toka katika Uislamu, anayekunywa mvinyo pombe kafiri, anayefanya muamala wa riba kufuru, anayekula mlungula rushwa kwao ni kafiri, yoyote atakayemuasi mzazi wake kafiri, anayekata kizazi kafiri, wahakadha. Kila dhambi katika madhambi makubwa ukifanya wewe umetoka katika Uislamu. Kwa hivyo huhalalisha damu yake mtu kama huyu na mali yake. Hii ni itikadi ya khawarij. ويوافقهم المعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد في الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا. نبوتي لنجين لنالوافكيانا خوارج katika hukumu hii ni المعتزلة وفواسي وواصل ابن عطاء na Amr ibn Ubaid katika kumhukumu anayefanya dhambi katika madhambi makubwa ulimwenguni. Hawa hawana tofauti na khawarij, wameafikiana, wanakubaliana. Fayaquluna kharaja min al-iman, mu'tazila wao wasema anayefanya dhambi katika madhambi makubwa ametoka katika iman, lakinahu lam yadkhul fi al-kufr, lakini hajaingia katika ukafiri. Wala yastahilluna damahu wa malahu, mu'tazila wao hawahalalishi mali yake na damu yake. ويوافقونهم في تخليده في النار في الآخرة، lakini mu'tazila wao wakubaliana na khawarij kuwa kesho akhira mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa atakaa milele motoni. Hapa duniani khawarij wao wamekuambia moja kwa moja ni kafiri, halali damu yako na mali yako. Mu'tazila wasema la, hapa si kafiri wala si muislamu, lakini kesho akhira tukubaliana na khawarij kuwa atakaa milele motoni. ويختلف الخوارج بأنهم يقولون، فالخوارج والمعتزلة كل منهما يرى أن مرتكب الكبيرة خالد في النار. وتوابيدها معتزلة وخوارج wao waona kuwa anayefanya dhambi katika madhambi makubwa atakaa milele motoni. ويختلف الخوارج بأنهم يقولون خرج فاعل الكبيرة من الإيمان ودخل في الكفر فاستحلوا دمه وماله. تفوت يا خوارج ومعتزلة hapa ni kuwa khawarij wao wasema anayefanya dhambi kubwa ametoka katika Uislamu na kuingia kwenye ukafiri, wakahalalisha damu yake na mali yake. والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. معتزلة wao wasema ametoka katika iman, si mu'min, lakini hajaingia katika kufur. فقالوا هو في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر, yuko kati na kati baina ya manzila mbili, si mu'min wala sio kafiri. ويسمى فاسقا, na kwao wamuita pia fasiq. وهذه المنزلة بين المنزلتين أحدثها المعتزلة فجعلوها من أصول الدين. نهي منزلة بين المنزلتين وميزوا هاو معتزلة kisha wakaifanya ni katika misingi ya dini, si mu'min si kafir, huko yuko na huko yuko kati na kati, lakini kesho akhira atakaa milele motoni.
ولهذا قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة الخوارج وناظروهم ولم يرجعوا. sababu hiyo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu pamoja na masahaba waliwapiga vita khawarij na wakafanya mjadala na wao ili warudi nyuma. Wako waliorudi na wengine walibaki katika itikadi yao chafu kama hii. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: بويع لعلي رضي الله عنه بالخلافة يوم قتل عثمان رضي الله عنه. ابن عبد البر سمع الإمام alipewa bai'a Ali ibn Abi Talib ya kuwa khalifa siku alipouawa Uthman radhiyallahu anhu. Wajtama'a ala bai'atihi almuhajirun wal ansar, muhajirun ansar wote wakakusanyika kumpa bai'a Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kwa yeye ndio khalifa. وتخلف عن بيعته منهم نفر فلم يهجمهم ولم يكرههم. Kini kuna kikundi ambacho kilibakia nyuma hakikumpa bai'a, hakuwa hujumu wala hakuwa lazimisha Ali radhiyallahu anhu. Wasuila anhum faqala, kaulizwa kuhusu hao watu akasema: ulaika qaumun qa'adu 'anil haqqi wa lam yaqumu ma'al batil. Hao ni watu ambao wamekaa wakaiacha haki lakini hawakusimama kuinusuru batil, kwa hivyo wakaachana na wao. وفي رواية أخرى: أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. وميواجه حقي هوكوي نصور لكن بيها هوكوي نصور باطل. وتخلف أيضا عن بيعته معاوية ومن معه في جماعة أهل الشام، فكان منهم في صفين بعد الجمل ما كان تغمد الله جميعهم بالغفران. pia wakabaki bila kumpa bai'a Muawiya radhiyallahu anhu na kikundi cha watu wa Sham. Yakatokea iliyotokea katika vita vya Siffin na vita vya Jamal, Allah awafunike kwa msamaha wote katika masahaba. Thumma kharajat alayhi al-khawarij, kisha wakatoka khawarij dhidi ya Ali ibn Abi Talib. Na hawa ni wengine sasa, si hawa ambao tuliwataja mwanzo. Khawarij wengine wakatoka وكفروه وكمكفرش علي بن أبي طالب وكل من كان معه، وكفرش كيلا وليكوا pamoja علي، إذ رضي بالتحكيم بينه وبين أهل الشام، وكرذية kuhukumiwa baina yake yeye na watu wa Sham. Na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu upande mmoja na huku Amr ibn As radiyallahu anhu upande wa pili, ili wahukumiane kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam, wazuie kumwaga damu ya Waislamu. Ali ibn Abi Talib akakubali. Khawarij wakasema hakama ar-rijal, ameweka wanaume ndio wawe ni mahakimu, si kitabu cha Allah. Waqalu lahu hakamta ar-rijala fi dinillah wallahu ta'ala yaqulu sallallahu alayhi wasallam inil hukmu illa lillah, hukmu ya Allah. Vipi utamchagua Abu Musa al-Ash'ari upande mmoja na Amr ibn al-As upande mwingine, wakae watoe hukumu na nini? Wakatoa maneno kama hayo, wakamuita kafiri. Thumma ijtama'u wa shaqu 'asa al-muslimin, kisha wakakusanyika wakatoka nje ya taa ya kiongozi. Wanasabu rayat al-khilaf, shika bendera ya kumkhalifu kiongozi wa Kiislamu. Wasafaku ad-dima, wakamwaga damu. Waqata'u as-subul, kakata njia, bimaana watu wakipita wavamia wakamwaga damu. Fakharaja ilayhim biman ma'ahu wa rama muraja'atihim faabaw illa alqital faqatalahum bin Nahrawan faqatalahum. Ali ibn Abi Talib akatoka na kikundi cha masahaba, wakawataka warudi nyuma, wakakataa, wakawapiga vita pale Nahrawan, wakawaua. Wastasara jumhurahum wa lam yanju illa al-yasir minhum, hawakuokoka isipokuwa watu wachache tu katika wao. وأصل الخوارج رجل يقال له ذو الخويصرة. أصل يا خوارج ni bwana mmoja anayejulikana kwa jina Dhul Khuwaisira. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما
alikuwa akigawa ngawira Mtume sallam ataahu Dhul Khuwaisira akaja Dhul Khuwaisira mbele yake wa huwa rajulun min bani Tamim mwana mmoja katika kabila la Banu Tamim faqala ya Rasulullah i'dil Khawarij wako hivyo fanya uadilifu ya Rasulullah fanya uadilifu huu ni mtume wa Allah amwambia fanya uadilifu wewe na hivi ndivyo walivyo Khawarij leo wajifanya hakuna watu kama wao ambao hawaogopi lakini wazungumza vitu hata amba hafikirii katika kichwa chake athari yake nini na leo ukitaka kujua alama ya Khawarij wa kwetu asri utaona wajifanya wanasiasa kiongozi fulani mwizi aiba mimi nitawakomboa na yeye mwizi pia tena taiba huyo nyinyi amjeibiwa nyinyi huyo anayewaambia nitawakomboa huyo ndio mwizi kweli kweli huyo hata yale maziwa hayanguki barabarani ataiba huyo wako kila mahali ya Khawarij fikra zao ziko hivyo wao waona wao watetea haki za watu ndio walivyo hata walivyokuwa wakimpiga vita Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib na kabla yake kumuua Uthman ibn Affan ukiangalia madai yao ilikuwa nini madai yao ni kama hayo tu ya upande wa uchumi tu uchumi umeanguka uchumi ufanya nini uchumi umefanyika hivi uchumi umefanyika vile basi ndio mazungumzo yao alafu waongo katika kudai kuwa wao watahukumu kwa sheria ya Allah si kweli chukulia mfano wa Ikhwanul Muslimin wao walivyokuwa wakitafuta vile vyeo walikuwa wakipigania kuwa wataka kusimamisha sheria ya Allah طيب si alihukumu Mursi siku alizohukumu katika Misri walihukumu kwa sheria ya Allah bali walisimama wazi wazi wakasema kuwa Misri daula madaniya demokratia wazi wazi tu hatukuona hukumu ya Allah ikisimamishwa kindivyo walivyo wao lakini moja kwa moja kumkufurisha mwenzake kama yule Wajdi mmoja tu Wajdi Ghanim mzee mtu mzima akihukumu kwa viongozi wa nchi nyingine za Kiislamu utawasikia yule kafiri kwa sababu nchi yake haihukumu kwa sheria ya Allah yule kafiri kuna mmoja tu hoja kuwa fulani katika viongozi kafiri kwa nini hapo ile akaletwa azungumzo ile kiongozi asema hii daula yake ni daula madania na nini kwa si sheria Allah inahukumu pale kwa ukafiri kisha jamaa akamletea mfano wake vile vile Mursi yasema maneno zaidi ya yale asema sio kuwa daula Misri demokratia madania kadha wa kadha azungumza kwa si nchi ya Kiislamu mbona huyu mwiti kafiri kwa sababu hizbu yako sio lakini yule kafiri lakini hawa dini yao iko kwenye shawarma yeye mwenyewe akasema akienda Uturuki kule hawezi kumtukana Erdogan sababu rais yule kule sio na hawezi kumkufurisha pamoja na kuwa nchi yake haihukumu kwa sheria ya Allah kwa nini asema kwa sababu angalia nikifika kule nawekewa flat kubwa baadaye alafu kama yualia yuatuna ni shawarma kumbe shawarma zafanya watu wabadilike msimamo nyinyi muone nafanya mzaha wallahi hadha hasil ya ikhwan wallahi hadha hasil mtu dini yake kwenye shawarma ile shawarma yauzwa 200 hapa ile kwani tofauti nini si kuku wale tena nyinyi kuku Afrika wenu watamu jamaa kwa ajili ya shawarma auza dini yake dini ya shawarma sallallahu alaihi kwa hizi shiarat za kupiga kelele na kukufurisha viongozi na nini hakuna faida yote warao wallahi hakuna faida yote angalieni nchi zilizoangusha viongozi wao faida gani wampata mbali na hasara na damu za waislamu kumwagwa na wanawake wa Kiislamu kunajisiwa na watoto kubaki mayatima na mpaka leo athari yake moyoni kuna faida gani imepatikana kwa fikra za kikhariji za kupendua serikali tuonyesheni faida moja tu kisha wale ambao wamewaingiza nyinyi katika mtego kama ule baadaye waje kuona hakuna hata mmoja ikhwani hata mmoja mtu apige kelele kwa mfano sema pali fulani Suria jihad yeye mwenyewe kwa Amerika mpumzika na watoto wake
watoto wa watu ndio wapeleka sijui mahali fulani, wapeleka mahali fulani, wauawa, basi yankato. Mtoto wake aenda kusoma katika nchi zilizoendelea kabisa, katika university makubwa makubwa, watoto wenzake ndio izujum fil fikra za khawarij kila mahali ambao ndio wapelekwa wao. Lakini wangapi ambao watia akili mambo haya? Wallahu musta'an. Kwa huyu bwana amwambia ya Rasulullah, i'dil, fanya uadilifu. Qala wailak, Mtume sallallahu alayhi ole wako, waman ya'dil idha lam a'dil, mimi nisipokuwa mwadilifu nani aweza kuwa mwadilifu? Qad khibtu wa khasirtu in lam akun a'dil, nimeambulia patupu na kula hasara ikiwa mimi sitofanya uadilifu. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. يا رسول الله nipe idhini nimkate kichwa. Tamkata kichwa. فقال دعه, Mtume sana akamwambia muache. فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم, huyo ana wenzake atakuja kudharau mmoja wenu swala yake akitizama swala yao, wa siyamahu ma'a siyamihim, na akitizama somo yao na yake ataidharau namna wanavyofanya ibada. Yaqrauna alqur'ana la yujawizu taraqiyahum, waisoma Qur'an lakini haipiti kwenye mitulinga yao, bimaana iko kwenye koto, haelewi chochote anachokisoma. Yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya, watoka katika dini kama vile mshale unavyopenya katika kiwindo, na kile kiwindo kikichapa vizuri ule mshale humpiga ukapita kama ambaye hakuguswa, kumbe ndio shangushwa. Sasa namna hiyo ndio khawarij wanapotoka katika dini. Yeye ajiona ingia katika dini, kumbe ndio yotoka katika dini ya Allah. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفتهم, Mtume salama kaeleza sifa zao في الصحيحين عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. Yani hapa atakuonyesha kwa mimi sisemi uongo kuhusu khawarij, isije mkafikiria kwa sababu mimi nawapigia vita ndio nasema maneno haya, la, bali nawaambia ukweli. Wallahi nianguke kutoka mbinguni mpaka chini, napenda zaidi kuliko mimi kumsemezea uongo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa idha hadathtukum fima baini wa bainakum fa innal harba khada'a. Naam, vita huwadanganya watu wanaoingia katika vita. Hata khawarij walidanganyika, waliona wataweza kusimama mbele ya Ali ibn Abi Talib na wazimu ni khawarij. Wale vijana walikuwa ni vijana wadogo, walikuwa waona waweza kusimama vita dhidi ya Ali ibn Abi Talib, viliwadanganya vile vita. Na siku zote vita wa namna hiyo vyawadanganya. Ali ibn Abi Talib, mtu ambaye amepigana, wewe hujazaliwa, yajua vita, komanda wa jeshi la nani? La Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha wewe waje kupambana naye, basi jamaa wakakusanyika pale. علي السيما رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان, vijana wadogo umri wao, sufahaul ahlam, wapumbavu wa akili zao pumbavu kabisa. Yani ukiangalia vijana wadogo kinazungumza mambo makubwa, na leo niangalia ni khawarij wako vipi, vijana wadogo tu, lakini wakizungumza hakuna kama wao, na wazungumza maneno ambayo hayaingia akilini kabisa. Kuna mmoja ambaye watu wafa Suria kule, watu wafa, sasa umefika sijui milioni ngapi, asema tupige hesabu. Angalia, ukitaka kujua upumbavu wa akili ndio tupige hesabu, tuseme wankufa milioni 1. Mashaallah, wa Suria bwana, kwa mwaka mmoja tu watazaana milioni 2, sitakuwa sharegea wale, kwani wadudu wao sio fahamu. Yani hebu angalia mtu apige hesabu gani, ambiwa watu milioni 1 wankufa, wakifu tuseme wankufa milioni 1, hati hesabu za kwenye mwaka mmoja waweza kuzaa sio hawa watu wangapi, watazaa watoto kiasi fulani. Kwa hivyo wakizaliwa wale waliokufa wale watakuwa washakuwa replaced, yani watatoka wengi, yani kama ambaye vidudu tu vyafa vyaja vingine. Sasa mtu ambaye yapige hesabu kama hii kwa roho za watu zinazotolewa na damu na mwagwa, kuna usalama hapa? Ni shekhe huyu yusikilizwa ulimwenguni wa kikhariji, awaambia watu wende wakafe, kufeni. Haina neno tutampa, mmoja sema tutampa bakshishi Bashar,
tumpa bakshishi sijui milioni ngapi, ichukua hawa wafe, lakini bora sisi kama watoto wa watu wafa ni jambo la kawaida tu. Kufa yani kufa watu ni sawa tu yani, subhanallah. Lakini wallahi ikhwani, hizi hisabu zilikuwa zapigwa. Kama mtu alikuwa yafuatiliza yuona wazungumza, alikuwa wazungumza hivi, kisha na khutba ranana kama yule mmoja aitwa Nabil Iwad, hadhihi thawrat, wajua nani afanya nyoka huyo, ajifanya khatibu, nyoka huyo muongo. Na hakuna mmoja, hawa walikuwa wakisema nini, jihad kuwa ni wajib, ni fardhu ain. Hatukumuona mmoja akienua bakora akienda, hata mmoja kwenda, mmoja tu akaenda. Mwambia watu nendeni tu, wewe wafanya nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwahimiza waumini katika vita akiwa yeye yuko mbele, mpaka masahaba vita vikizidi wafanya nini? Wajificha nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yattaqi bi rasulillah. Ni bwana hatuwaoni mkitoka pe kidogo hivi, wallahi wako wapi? Kisha je kusikia sijui nchi gani maulama washikwa, maulama hao wastahili kushikwa tena kule waliko, washikwe tena kule ndani. Namna walipopoteza vijana wengi maskini, roho zao zilikwenda bure kabisa, hakuna faida yoyote walipata. Sufahaul ahlam yaquluna min khairi qawli albariya, ukiwasikia wasema maneno ya kiumbe aliyembora kabisa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikia hadithi, yamruquna min alislam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, kinaotoka katika Uislamu kama vile mshale unavyopenya katika kiwindo. La yujawizu imanuhum hanajirahum, imani yao haipiti katika nini zaidi ya koo zao. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum, popote mtakapowapata wapigeni vita. Na hapa wanaokusudiwa ni viongozi wa Kiislamu, wasimame kuwapiga vita khawarij. Si mimi na wewe, ukiona kharij uanze kupigana naye, hii ni kazi ya viongozi. Na hapa pia tutapata faida, khawarij hawa ni ahlul bid'ah, ingawa wako katika wanaoviona wale kufurisha, lakini Mtume sallam akaamrisha ukali kiasi cha kuwa mpaka kuwaua. fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yawm alqiyama, katika kuwaua hawa khawarij kuna ajri kubwa mbele ya Allah kwa yule atakayewaua siku ya kiyama. Kuna ajri kubwa mbele ya Allah. Kuna ukali zaidi ya huu Mtume sallam aliyotumia, mpaka kutumia neno kuwaua khawarij kwa sababu ya ile hasara na athari mbaya inayopatikana kutokana na watu hao. Na leo dhiki inawapata Uislamu ulimwenguni sababu ni hao. Kiangalia sababu ni hao. Kuna faida gani tumepata kutoka kwa khawarij gani? Watu watuonyeshe, mbali na kutiwa dhiki tu katika ulimwengu na nchi za Kiislamu kutiliwa dhiki. Atalepua mtu nchi fulani ya kikafiri kubwa, nyumba moja itaanguka nchi nzima ya Kiislamu. Nchi nzima, mamilioni ya watu watauawa kwa malengo ya kupigana ugaidi, na watu wawili si watatu ndio waleta balaa yote kwa Uislamu. Hakuna faida yoyote ilipatikana katika dini ya Uislamu kutoka kwa watu wao. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم. وميافكيانا أمة wote kuwasimanga khawarij na kuwa ni wapotofu, wakaitakidi ni wapotofu. Hawa ni wale umma waliokuwa na akili, si umma wa leo. Hawa waliowafikia ni umma wa leo. Ukiwaambia Usama ni khariji utaonekana wewe muovu wewe. Si umma gani? Umma habal. Yani hawaketi watu chini wakafikiria wakajua hii ni sawa ili si sawa. Ukizungumza na mnafiki yule khariji, tumbukiza wangapi katika majanga ili wakuelewe. Kwa wale wenye akili hapa ndio wanakusudiwa, wameafikiana kuwa khawarij ni watu wapotofu, waovu, hawana khairi. وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد. ومختلفيان أهل السنة katika kuwa khawarij ni waislamu ama makafiri.
وقول mbili مشهوري. وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم كو مذهب الإمام مالك أحمد كذلك الشافعي كنا قول mbili na mvutano kwa je ni kufar ama ni uislamu. ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى. أحدهما أنهم بغاة wengine wakasema ni bughat wametoka nje ya taa ya kiongozi. والثاني أنهم كفار كالمرتدين قول ya pili wasema ni makafiri kama vile murtadi. يجوز قتلهم ابتداء kwa yajuzu kuwapigia vita kwa kuanza. وقتل أسيرهم na kuwaua wale matekwa katika wao. watibau mudbirim na anayekimbia afuatwe mpaka uwawe. waman qudira alayhi minhum ustutiba kalmurtad na anayepatikana katika wao ataambiwa tubie kama aliyertadi. fa in taba illa qutila akitubia la sivyo uwawa. وقتال علي للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين. angalia Ali bin Abi Talib alipowapiga vita khawarij hakuwapiga vita kama alivyopigana katika vita vya Jamal na Siffin. فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام. الشيخ الإسلام سيمنين يا علي بن أبي طالب na wengineo katika masahaba kuhusu khawarij yabeba maana ya kuwa sio makafiri kama waliortadi katika asli ya dini bimaana kutoka katika Uislamu. وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره. وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل والصفين ingawa hukumu yao si kama hukumu ya wale waliopigana vita vya Jamal na Siffin wale masahaba bal hum naw'un thalith ni aina ya tatu. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم ndio قول صحيح zaidi kuhusu hao watu. واختار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنهم كفار. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه amekwenda kwa kauli ya kuwa khawarij ni kuffar si waislamu. والجمهور على أنهم مبتدعة na wengi katika wanavyona wamekwenda kuwa ni wazushi. لأنهم متأولون sifanya ta'wil katika zile nusus walizotumia. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ndio chaguo la Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. فالصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة صحابة waliamiliana khawarij معاملة ووزوشي. ولكن إذا استطاعوا الخروج على الإمام يقاتلون لأنهم يريدون أن يفرقوا عصا المسلمين. ingawa khawarij wakiwa na nguvu ya kuweza kusimama kumpigia vita kiongozi basi watapigwa vita. Sasa hivi wataka kusambaratisha umoja wa nani wa Waislamu. Na ndio maana ukoona serikali huwa hazina huruma na watu kama hawa. Mbali na dini kuwa imeamrisha, hakuna serikali yoyote yaweza kukubali mtu kuja kuchafua amani katika nchi yake. Hili ni jambo ambalo halikubaliki kokote kule. Sasa wakati mwingine mtawasikia wenzenu wasojielewa sema Saudia kule mashekhe wafungwa, watumia maneno mashekhe ama maulama. Utafikiri anayefungwa ni Fauzan ama aliyefungwa ni Ibn Baz ama Ibn Uthaymeen, kumbe mfungwa Khalid al-Rashid, kumbe alifungwa ni Salman al-Auda, kumbe alifungwa nani Abdul Aziz al-Tarifi. hawa ni khawarij ikhwania, hawa khawana khawarij wote wamekamatwa kwa sababu ya khiana ambazo wameshikwa nazo katika nchi zao. Sasa wewe jiweke katika sehemu ya yule kiongozi, kisha kuna mtu pale atakukupendua. So basi kwa vile wewe ni shekhe endelea kupendua serikali. Wewe una wazimu wewe? Nani atakuacha ufanye? Hakuna mtu atakuacha uharibu nchi yake, ulete dhiki katika nchi. Sasa usiingilie mambo wewe huelewe. Wewe mwenyewe wala kalmati na kahawa maskani pale. Umekaa wala kalmati na kahawa, mashekhe wafungwa kule, wewe ulikuweko, wajua wale kwa nini wamfungwa, hujui lolote. Yani mimi nashindwa, kuna watu wazungumza mambo makubwa, yeye si waziri, yeye si raisi, yeye si chochote. Kama lile bunge la asubuhi la wauzaji magazeti pale, utaona sisi tutafanya hivi, utafanya nini wewe? Wewe mwenyewe hujui ka hiyo tomato kitoka hapo utaipata kibarua hicho. Lakini apanga mtu mpaka kwenye bunge atakwenda kuzungumza nini? Alafu sasa udanganyika pia wakavaa makoti asubuhi na matai.
kama uenda bunge, kumbe hendi bunge, enda kwenye maskani ya gazeti. Sasa huu utakupeleka kwenye uwazimu sasa na kupoteza umri wako. Hawa wakishikwa huwa wameshikwa kwa sababu zile serikali zao zimeona hatari yao na ile mambo wanayoyafanya. Na ikiwa mtu amedhulumiwa, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayekuhukumu kwa ile dhulma anayofanyiwa. Allah ndiye atakayehukumu. Lakini hakuna serikali utaipata itamwacha mtu achafua amani katika nchi yake kisha imwangalie. Hakuna. Wala usifikirie hilo. Ndio pale alafutasema waona tuonewa bwana, tuonewa, wewe wataka kuharibu amani katika nchi bwana. Vipi utaharibu amani katika sehemu watu waishi na amani, wametulia, wewe waje waleta vurugu bwana? Sasa kisawa sawa ni kuwa yatakikana serikali isimame dhidi ya yoyote ambaye atakuwa ni sababu ya kuleta vurugu katika kuondoa na kusambaratisha ule umoja wa ile nchi, kama vile alivyofanya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kuwapiga vita nani? Khawarij. hawezi kuachwa. والله المستعان. قوله ولا تكفير بشيء من الذنوب kuanzia hapo insha Allah taala tutakuja kusoma katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.